إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم آمين. نقسم كمان بعدكم من الله جل وعلا وصلي عليه الصلاة والسلام tupo katika hutuba Eid al-Adha Eid al-Akbar mwa Allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha sisi tukawa ni miongoni mwa watu ambao Allah jalla wa ala amewaacha katika kaidi al-haya mpaka wakashuhudia neema hii, neema ya kuingia ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijj, hatimaye Arafa, hatimaye Yawmun Nahr ambao ndio siku ya leo. Ndugu zangu katika imani, katika sheria hii ya Uislamu, katika idi zote, Eid al-Fitr na Eid al-Adha, ni sehemu ya taratibu ya Uislamu kukumbushana. Na nichukue fursa hii kuikumbusha nafsi yangu pamoja na kuwakumbusha ndugu zangu katika imani, katika maudhui inayozungumzia min asbab islah hadhihi al-umma, miongoni mwa sababu ambazo kama zitafanywa basi tunaweza tukautengeneza, tunaweza tukafanya islaha ya umma wa Kiislamu, umma ukaishi kama walivyoishi wale waliotangulia. Kuna maneno Imam Maliki, Imam Darul Hijra, pale aliposema la yaslihu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha awwaluha, hawezi kupata kutengemaa mwisho wa umma wa Kiislamu isipokuwa lazima uangalie ni namna gani umma wa mwanzo ulivyotengemaa. Na ndio maana hii dawa ayu al-hibba inawaita na kuwalingania watu wake kurejea katika asili ya dini aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kufanya hivyo ndio kupata islaha fi kulli zamani wa makani, kupata kutengemaa kwa umma kila zama na kila eneo. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia namna gani walivyoishi wale wa mwanzo, namna gani walivyoamiliana na Qur'ani na Sunna, utapata njia ya kutengeneza umma. Na ndio maana hii dawa ayu al-hibba inawataka watu wake warejee katika ule mwanzo hii dini. Kwa nini? Kwa sababu vyanzo vya hii dini alhamdulillah ni vyanzo vimekwisha kudhibitiwa. Qur'an mpaka sasa haijaingizwa mkono wa mwanadamu, lakini pia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimepata wanaozihifadhi. Aima wakaandika katika vitabu, aima wakapambanua baina dhaif wa sahih, baina hadithi ambazo ni dhaifu na baina hadithi ambazo ni sahihi. Aima walifanya juhudi wakaandika na kuhifadhi yale yote yaliyokuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo umma huu ni aghna al-umam, ni umma ambao una utajiri uliokuwa mkubwa kabisa, ni umma ambao una utajiri uliokuwa wazi kabisa katika vyanzo vyake na marejeo yake ya dini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, islahi hadhi al-umma, ili umma uweze kutengemaa, lazima umma huu uunge umma wa mwisho, uunge umma ule wa mwanzo.
kupatikana sila baina ya umma wa mwanzo walioishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, umma walioishi matabi'in, umma walioishi matabi tabi'in, na umma uliokuja baada. Maana yake isiruhusiwe katika hii dini kila mmoja awe ana maamuzi katika kuifanya na kuiendesha hii dini, bali maamuzi ya umma wa Kiislamu ufungwe na maamuzi yale ambayo wamekwisha kuamua wale waliotangulia kwa kufuata mizani ya Qur'an na Sunna ala fahmi salafil umma. Kwa hiyo tukizungumzia min asbab islah hadhihi umma ni kurejesha umma uungane na umma ule wa mwanzo, kurejesha umma uungane na umma ule wa mwanzo, qawlan kikauli, wa ilman kielimu, wa itikadan na kiitikadi. Tuamini kama walivyoamini wao, tuifanyie kazi hii dini kama walivyofanyia wao. Hapo ndio islahi itapatikana. Na Allah subhanahu wa ta'ala alitufahamisha hilo katika Qur'an, pamoja na kwamba aya iliyokuwa inazungumzia Mayahudi, aya iliyokuwa inawataka Mayahudi wabadilike, akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa nyinyi mtaamini kama walivyoamini wale waliokuwa pamoja na Muhammad mtakuwa mmeongoka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama nyinyi mtaamini kama walivyoamini wale waliokuwa pamoja na Muhammad, kama walivyoamini masahaba mtakuwa mmeongoka. Maana yake msipoamini kama walivyoamini masahaba, uongofu utakuwa uko mbali na hii. Ndugu yangu Muislamu, kuna umuhimu mkubwa wa kuunga umma huu na wale wa mwanzo, kwa sababu hapo ndiyo kuna islaha ya umma, na wale wa mwanzo kwa sababu hapo ndiyo kuna mafanikio ya umma. Kwa nini? Kwa sababu huwezi wewe ukaabudu kinyume na alivyoabudu Abubakar, huwezi ukaabudu wewe kinyume na alivyoabudu Umar, huwezi ukaabudu wewe kinyume na alivyoabudu Uthman, huwezi ukaabudu wewe kinyume na alivyoabudu Ali bin Abi Talib na masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu wa mwanzo, darasulinda rasulillah, walijifundisha kwa Mtume sallam. Lakini sio hivyo tu, shahadu tanzila, wanashuhudia Qur'ani inateremka. Hum aqrabu lilfahm, wao wapo karibu zaidi ya ufahamu. Wao ni watu ambao wapo karibu zaidi ya ufahamu, kuifahamu hii dini kuliko mtu yeyote atakayekuja baada yao. Na ndio maana Qur'ani ikatutaka tuamini kama walivyoamini. Lakini pia katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Katika Nisa ikiwa ni aya 115. Wa man yushaqiqi ar-rasula, yeyote yule atakayekwenda kinyume na Muhammad, ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين الهدى, baada ya kumbainikia uongofu, ويتبع غير سبيل المؤمنين, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Wanachuoni watu wa tafsiri wanaafikiana غير سبيل المؤمنين, سبيل المؤمنين الصحابه, makusudio ya waumini katika aya ni masahaba. Mtu yote yule ambaye atakayekwenda kinyume na Muhammad baada ya kwamba amebainikiwa na njia ya Muhammad, lakini sio hivyo tu, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Alipokuwa anizungumzia aya, al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala akasema kwamba hii aya ingekuwa inajitosheleza katika maelezo yake ya fakra ya kwanza, wa man yashakika ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, ingekuwa inatosha hii aya. Yote yule mwenye kwenda kinyume na Muhammad baada ya kumbainikia uongofu, wala kusingekuwa na haja wayatabi ghaira sabili mu'minin. Kwa nini? Kwa sababu onyo lingekuwa linatosha. Lakini ziada ya jumla ya pili, wayatabi ghaira sabili mu'minin, ikaweka wazi kwamba hiyo njia ya Muhammad kuna watu walioifuata na wale masahaba, njia yao yajibu an yutaba, ni wajibu hiyo njia ifuatwe. Na kufuata hiyo njia ndiyo kuongoka kwa Muislamu na ndio kupata usawa kwa Muislamu. Ndugu yangu Muislamu, kwa nini islaha ya umma lazima iungane na umma wa mwanzo? Kwa sababu kila zama zinavyolefuka, kila zama zinavyokwenda mbele, watu wanakuwa mbali na elimu, na kwa mbali na elimu kunazalika tushau al-khulafat, al-i'tiqadat wal amaliyat. Kunazalika khilaf,
kunazalika kwenda kinyume itikadi, kunazalika kwenda kinyume kiamalia. Kiitikadi yale yanayotakili Muislamu, lakini kivitendo ni yale matendo ambayo Uislamu wanaweza kuyafanya dhahiri yake wakaona kwamba wamepatia, lakini kinyume. Ukiangalia undani wa dini uko kinyume na dini. Kwa hiyo ili Waislamu wawe salama lazima itikadi ya mwanzo iangaliwe. Masahaba wao walikuwa hawaamini kwamba kuna mizimu. Wao walikuwa hawaamini hivyo. Kwa nini walikuwa hawaamini hivyo? Kwa sababu Qur'ani haijafundisha imani hiyo. Qur'ani ilifundisha kwamba mwenye kufa amekwisha kufa, na kwamba aliyekufa harejei duniani kuanza kuwasumbua walioko duniani. Kwa hiyo imani ya masahaba wao walikuwa hawaamini imani ya mizimu. Lakini umma wa Kiislamu, hasa katika umma ambao upo katika maeneo ya milima ya Usambara, wengi wanaamini katika itikadi ya kuamini mizimu, isipokuwa wale wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia watafuata katika hadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa masahaba hawakuamini hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ilikwisha kuwafundisha. Qur'ani ilikwisha kuwapa maelekezo kwamba mtu akitoka duniani maana yake anaingia katika hatua nyingine, nayo ni dar al-barzakh, ambao ni dar al-intizar. Hapo wanasubiria watu al-awwalin wal-akhirin wataishi hapa ila an taquma saa, na kwamba hapa ni darun tun'amu fihi al-ibad wa tu'adhabu fihi al-ibad. Ni mji ambao watanemeka waja wale ambao wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala, na watawadhibiwa waja wale ambao wamemkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika darul barzakhi ndani yake kuna adhabu al-qabr, ndio adhabu ya kaburi inapatikana, wa naimu al-qabr, na neema za kaburi inapatikana. Na watu hawa wataendelea kusubiri ila antakuma saa. Maana yake watu hawa hawaendi mbele mpaka muda ufike, na watu hawa hawarudi nyuma kwa sababu nyuma washaondoka. Kwa hiyo masahaba hawakuwa na imani ya kuamini mizimu, lakini jamii zetu zimepandikizwa imani ya kuamini mizimu. Ni wachache ambao imani hiyo hawana, ni wachache ambao imani hiyo hawana, na imani hii ikasababisha shirkiati nyingi. Kwa sababu matambiko mengi wanaofanya watu wa milima Usambara, sababu kubwa ni kuamini kwamba kuna watu wanaokufa kisha watarudi duniani. Ndugu yangu Muislamu, Qur'ani haijafundisha hivyo. Qur'ani imetoa maelekezo mengine. Hata idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Hiyo ni aya 99 na 100 katika Mu'minun. Mwanadamu atafanya uzembe katika dunia mpaka mmoja wapo kitakapomjia kifo. Qala rabbi irji'un, atasema Allah naomba unirejeshe duniani, la'alli a'malu salihan fima taraktu, huenda mimi nitafanya mema katika yale niliyoacha. Kalla, akasema sio hivyo, innaha kalimatun huwa qailuha. Haya mazungumzo ya kutamani kurejeshwa duniani ni mazungumzo ya nafsi, ndiyo inayolalama, lakini katika sheria Allah hili jambo halipo. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na baada ya wao kuondoka duniani wataishi maisha ya barzakhi ila yawmi yub'athun, mpaka siku ya kufufuliwa. Maana Qur'ani ikawa imetoa maelekezo ya wazi kwamba mwanadamu akitoka duniani anaishi maisha ya barzakhi, na hapo atasubiria mpaka siku ya kufufuliwa. Maana yake harejei duniani tena. Lakini kwa sababu imani hii imepandikizwa, tunaona namna watu wanavyohaha. Nakwambia mzee alinijia na ananiambia kuna tambiko limebaki, vijana wanaitwa wanachangishwa, kama ni mbuzi wanachangishwa, kama ni ng'ombe. Yule ambaye kidogo Allah subhanahu wa ta'ala amempa uoni na ufahamu wa dini yake akakataa, wanasema huyu tunamtoa, huyu tunamtenga katika familia. Hivyo ndivyo ambavyo inafanyika, hivyo ndivyo ambavyo hali ilivyo. Watunu anfusakum, hebu zithibitisheni nafsi zenu ala minhaji nubuwa, katika njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuiunga jamii ya umma wa Kiislamu na wale wa mwanzo ndio islahi ya umma, na kuitenganisha jamii ya Uislamu na umma wa mwanzo, hiyo ndio fasadi ya umma, kwa sababu kila kitu kitaingizwa ndani yake, na kila chenye kuingizwa kitahesabika ni dini hata kama sio dini. Ndugu yangu Muislamu, ili upate kutengemaa vizuri, ili upate islaha ya kweli, lazima uangalie wa mwanzo walishije. Hilo ndio jambo la msingi ambalo nakukumbusha pamoja na kukumbusha nafsi yangu. Lakini jambo lingine ambalo min asbab islahi al-umma, katika sababu za islahi ya umma, ni mulazamatun
ni kule kulazimiana na majalis ilmu na vikao vya elimu. Ndugu yangu, hakuna umma wote duniani ambao una mahitajio ya dunia yao, hakuna umma wote duniani ambao una mahitajio ya dunia yao ambao upo mbali na elimu. Ma takaddama al-umam illa bil ilm, hazikutangulia nyumati zote isipotangulia kwa ajili ya elimu. Wama takaddama dual illa bil ilm, na hayakutangulia mataifa kwenda mbele isipokuwa kwa sababu ya elimu. Ikiwa katika dunia yao wanahitaji elimu ili watu waweze kusonga mbele, la shaka kwamba ili tuweze kusonga mbele katika swala la dini na islaha kamili ipatikane, lazima watu wake walazimiane na elimu. Mataifa ya dunia, taifa la Tanzania wanawekeza katika elimu, na mataifa yote yanawekeza katika elimu. Elimu gani? Ni ulumu dunia. Wanashughulikia nini? Takaddum amama al-umam, ili waweze kuwa mbele. Sasa Muislamu unataka uwe mbele, Muislamu unataka uwe mbele, alafu unataka kukaa katika vikao vya elimu. Hili jambo haliwezekani. Hili jambo halipo. Na ndio maana ili ufahamu kwamba hili jambo halipo, hapo juzi Waislamu walikuwa wanasema tumenyimwa nafasi za kielimu katika mambo ya dunia yetu. Mifumo ya kielimu ikabadilishwa, Waislamu wakapata nafasi katika mifumo ya dunia yao. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bafadha alaihim dunia, akawafungulia katika dunia. Tuna asilimia kubwa ya wasomi katika hii nchi ambao wapo katika vitengo mbalimbali. Lakini madhalika, pamoja na hivyo, angalia namna ya dhaifu umma al-islamia, namna ya unyonge wa umma wa Kiislamu. Nchi ambayo watu wake asilimia kubwa ni Waislamu, nchi ambayo watu wake ambao wana nafasi katika vitengo mbalimbali vya nchi ni Waislamu. Lakini unaweza kuingia ofisi ya umma ukapata msaada mzuri kupitia kwa mtu ambaye si Muislamu, na ukapata maonyesho makubwa, ukapata kero kubwa kupitia kwa mtu ambaye ni Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa yuko mbali na dini yake. Ma ta'allama al-adl, hakujifundisha uadilifu. Hakujifundisha uadilifu katika kauli zake, hakujifundisha uadilifu katika msimamo yake, hakujifundisha uadilifu katika kuamiliana na watu. Lakini pia Uislamu wake haufahamu kabisa. Na ndio maana utajiuliza kwa nini nchi imekuwa na wasomi wengi wa dini? Kwa nini bado hali ya dhaifu ya umma bado ipo pale? Kwa sababu tumewatanguliza watu ibaratun alla shay'in, ibara hamna kitu. Yani tuna nembo ya mtu yuko ofisini, lakini hana msaada wote na umma wa Kiislamu. Atatoaje msaada wakati hicho ambacho anatakana kitole msaada hasa? Ujinga ni kitu kibaya sana. Ujinga ni kitu cha hatari. Aljahlu narun lidini almar'i yuhriquhu. Ujinga ni moto, mtu anayunguza dini yake mwenyewe, mtu anayeteketeza dini yake mwenyewe, mtu anateketeza umma wake mwenyewe. Alafu wanasema sisi bwana Waislamu tunaonewa sana. Unaonewa na nani? Wewe si fulani na Allah jalla wala alikujalia ukawa kwenye kitengo fulani. Wewe si fulani, Allah jalla wala amekujalia ukawa kwenye kitengo fulani. Ulikuwa msaada wangu katika umma uliotenda ni upi? Msaada uliofanya katika umma ni upi? Nisba ya Uislamu Tanzania ni kubwa, lakini angalia namna umma unavyokwenda. Sasa hivi unaona kwamba wapo maprofesa katika vitengo vya elimu, wapo maprofesa katika vitengo vingi, lakini angalia sasa hivi anatakana mwanafunzi aende shule mpaka Jumamosi na Jumapili. Mwanafunzi ambaye tunamhitaji Jumamosi na Jumapili, maadhiki pamoja na dhiki wakati, pamoja na ule uziki wa muda. Lakini huu muda wa dhiki pia kuna watu pia wachao pola, alafu kuna watu wako wamelala. Muislamu unahitaji mwanafunzi asome dini yake. Naam, anarudi saa 10, 12 anatoka shule. Lakini pia Jumamosi na Jumapili naye anachukuliwa. Ukiuliza kwenye idara ya elimu, hivi hakuna Waislamu? Uliza kwenye idara ya umma, kwenye idara ya elimu hakuna Waislamu? Waislamu hao kwenye idara ya elimu wanafanya kazi gani? Hivi hakuwa na udhibiti wa kudhibiti zikabaki tu Jumatatu mpaka Ijumaa.
Unataka umfundishe mpaka Jumamosi na Jumapili ili awe nani? Kuna kitu kinataka kiuliwe. Al-ghazw al-fikri akhtar min ghazw al-silah. Vita vya fikra ni hatari kuliko vita vya kutumia silaha. Vita vya fikra ni vita vya hatari kuliko vita vya kutumia silaha, kwa sababu mtu akitumia silaha unajua ananipiga. Lakini vita vya fikra hujui kwamba unapigwa, alafu utafikia muda unapigwa, unafanya kwa mujibu wa yule aliyetaka ufanye. Kwa hiyo vita vya fikra vimetufikisha hapo kwamba Muislamu anafanyia kazi mfumo wa kutekeleza dini yake. Muislamu anafanyia kazi mfumo unaotekeleza dini yake. Wahuwa la yashuru na yeye hafahamu. Kwa nini hafahamu? Kwa sababu walikuwa mbali na kujifundisha dini yake. Ndugu yangu Muislamu, bila kukaa chini tukisoma hii dini, hakuna mtu atakayetoa msaada na hii dini. Tunatoa msaada vipi kwa kitu kifahamu? Utakitolea msaada kitu kifahamu? Hata ukifuta mtu anapigwa pale barabarani, kawaida mtu anaangalia yule mtu nani, hamfahamu, yupo wa mguu na picha, yupo na basikeli na picha. Unamfahamu, unasimama. Kwa nini unasimama? Kwa sababu unamjua anapigwa nini, kosa ni nini. Unauliza. Kwa nini uulize? Una maarifa ya kufahamu anayefanywa tukio fulani. Sasa kama huna maarifa ya kujua dini yako ya Uislamu, itanyongwa, itagalagazwa na huna msaada wote. Kwa sababu asili utakuwa ni uchungu, sababu hujui kinachoendelea. Wanaofahamu kinachoendelea ni wale waliosoma hii dini. Ndugu zangu katika imani, islahi ya umma wa Kiislamu haitapatikana kama itakuwa mbali na kuisoma hii dini. Hatuwezi kupata islahi. Tutaendelea kuteketea hivi hivi. Tutaendelea kuteketea hivi hivi. Diwani ni Muislamu. Tutaendelea kuteketea hivi hivi. Sijui mkuu wa wilaya ni Muislamu. Tutaendelea kuteketea hivi hivi. Sijui waziri ni Muislamu. Tutaendelea kuteketea hivi hivi. Tano na kadha ni Muislamu. Tutaendelea kuteketea hivi. Kwa nini tunaendelea kuteketea? Wakati tunaomba mkubwa umesimama na unasema nahnu minal muslimin, sisi ni katika Uislamu. Kwa nini hakuna mikakati juu ya kuikomboa hii dini? Ndugu zangu katika imani, na kusini sana pamoja na kuhusia nafsi yangu, islahi ya umma wa Kiislamu haiwezi ikapatikana kama watu hawataingia darasani. Lakini pia haiwezi kupatikana kama Muislamu wa hii nchi hajachukua hatua kwa nafasi yake. Hajachukua hatua kwa nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu utaangalia hapa hapajakaa sawa. Jamani, kwani hakuna uwezekano wanafunzi kusoma na kuelewa? Hakuna uwezekano wanafunzi kusoma na kufanikiwa ikiwa Jumamosi na Jumapili mtatuachia? Na sisi angalau huyu mwanafunzi tumfahamishe, alafu wenyewe wanasema tunahitaji umma ambao una imani ya kumjua Muumba, kwa sababu umma huo utakuwa ni umma unaofanya uadilifu. Kama mnahitaji umma unaomjua Allah ili uwe ni umma mwadilifu, maana yake mtoe fursa ili watu wa dini wapate muda wa kufundisha kwa umma. Wewe mtoto anasoma kuanzia asubuhi mpaka saa 10 anakuja ameshachoka. Alafu Jumamosi pia unamchukua. Bila shaka tuna walimu hapa, lakini pia tuna maafisa mbalimbali. Hili jambo liwekeni kwenye akili. Tunateketea hali tunaona tunateketea. Mwalimu unashinda kumfundisha mtoto Jumatatu mpaka Ijumaa akaelewa. Hii Jumamosi unamtaka iliweje? Hii Jumapili unamtaka iliweje? Hivi hujui kwamba sisi Waislamu tunamhitaji tumfundishe? Imekupita hujui? Unajua, lakini hiki kitu unakiweka kuwa ni kitu cha thamani. Sisi Waislamu ni kitu cha thamani. Kama ni kitu cha thamani, tunakuombeni hili jambo lifanyeni kazi. Mnaweza. Kwa nini mnaweza? Kwa sababu ni vitu vya kukaa na kupanga. Ni vitu vya kukaa na kupanga. Ikisha ni vitu vya kukaa na kupanguliwa, jambo likakaa kwenye usawa wake. Lakini linahitaji watu wenye kuwa na uchungu na dini. Lakini tukapata watu ambao hawana mpango na dini, tutaendelea hivi hivi ila nitakuma saa. Kwa nini? Kwa sababu hatuna watu ambao wanasimama kisimamo cha kuitetea dini. Si mlikuwa mnahitaji msomeshwe, mwe walimu. Si mnahitaji msomeshwe, mwe maafisa fulani, mwe kwenye mtengo fulani. Allah jalla wa ala anama alaikum, mmekunemesheni. Nyinyi mmesimamaje kuitetea dini?
Na hili linasisitiza kwa sababu athari yake ni kubwa katika umma wa Kiislamu. Mtoto ikiwa amekuja shule, ametoka shule amechoka, saa 10 tunampewa, tumekubali, tutamfundisha hivi kiumuhimu, pamoja na kwamba tunapuuza na watoto wetu kwamba haijulikani tunafundisha kitu gani. Hata wewe ukimfundisha saa 4 unampa pumziko. Kwa nini unampa pumziko? Kwa sababu akili ikichoka haichukui. Lakini unatupa amechoka, tunamchukua hivi. Tunasema tumekubali kwamba tunamchukua ameshachoka. Lakini hii Jumamosi na Jumapili, mbona naye unamchukua tena? Kwa hiyo ni mpango wa kusema sasa madrasa ziwe shughuli. Hili jambo tusilikalie kimya, hebu nalifanyiwe kazi, na naamini kwa uwezo wake Allah kama watu watalifanyia kazi ipasavyo itafanikiwa. Tuna walimu, naweza kujikusanya, hata kama tusikusanyike sisi walimu wa madrasa. Ninyi walimu wa shule naweza kujikusanya. Kuna walimu ule, kuna mwalimu ule, kuna mwalimu ule, bwana hapa tunabidi tuwe na barua maalum twende wilayani. Hii hali imekuwa ni ngumu, mnatusaidia. Sasa tunataka kila mtu tufanye sisi. Hatuwezi. Na umma kila mmoja atasimama kwa nafasi yake. Hapo ndio tutaenda. Lakini kwamba dini ina maustadhi, dini ina mashehe, ni waulizwa watajua wenyewe, hatuwezi kufika. Sasa kusali hawakuishi hivyo, wale walioshangulia hawakuishi hivyo, walifanya juhudi. Na ndio maana hii dini mpaka leo sisi tunasema hii ni dini, tunasema sisi Waislamu kwa juhudi waliofanya. Ndugu zangu, ni kusaidiana pamoja na kuhusia nafsi yangu. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tuamini kwamba kuna siku ambayo Allah jalla wala atakuja kutuhesabu, kwa sababu tupo katika Eid al-Adha. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala awajalie wale ndugu zetu ambao wameandaa vichinjwa, Allah subhanahu wa ta'ala akubalie katika vichinjwa vyao. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu zetu ambao hawakuandaa vichinjwa, Allah jalla wala awatakase nia zao, na kama Allah atawapa uhai, basi miaka ijayo jambo hili walifanye kwamba ni jambo katika dini yao. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala akilee na kukikuza kizazi chetu katika kuipenda hii dini na kusoma hii dini na kufanyia kazi hii dini, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atukumishe ule kwa mwema.